nimetoka maovuni, sasa narudi. Pendo lako lanivuta, Bwana, narudi, narudi, narudi nyumbani daima, daima kwako. Kwa upendo nipokee, naja nyumbani. Usisahau kuchukua na watoto wetu, maana ni kanisa la kesho. Tumaini langu sasa narudi. Yesu anakuja na mawingu kutuchukua. Mbona mwimbi hata wimbo mmoja? Narudi nyumbani daima, daima kwako. Kwa upendo nipokee, naja nyumbani. Sasa narudi, nioshe kenye heke, naja narudi nyumbani daima, daima kwako. Kwa upendo nipokee, naja nyumbani. Tufunge macho tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, tunashukuru kwa siku ya leo. Asante maana umekuwa pamoja nasi kuanzia tulipoanza ibada ya asubuhi mpaka mchana wa leo. Tazama halmashauri yako imekaa kwa masikitiko makubwa Bwana Yesu asifiwe sana. Leo tulikuwa na sherehe kule Dumirachu. Kwa ni sherehe ya aina yake, sherehe ya kuzaliwa upya kwa watoto wa Mungu. Nashukuru Mungu, watu 9 wamemkiri Yesu kwa njia ya ubatizo, na katika hao 9, 5 wametoka hapa Dumira Mission. Bwana wetu asifiwe sana. Kwa hiyo ilikuwa ni sikukuu ya ushindi, ni sherehe ambayo Yesu mwenyewe amesema ni furaha mbinguni kwa mwenye dhambi anayetubu. Anasifiwe sana. Sasa nichukue nafasi hii kutoa somo fupi kabla ya kuendelea na ajenda hizi zilizotukutanisha. Na hili somo linasema Yesu ni rafiki wa wenye dhambi. Yesu ni rafiki wa wenye dhambi. Ilikuwa ni tuhuma, lakini Yesu akaigeuza ikawa positive, yaani ikawa chanya. Ilikuwa ni tuhuma kwamba wewe umezidi sana, unafanya urafiki na wenye dhambi.
na ni Luka sura ile ya 15 fungu la kwanza na kuendelea. Basi watoza ushuru wote na wenye dhambi walikuwa wakimkaribia wamsikilize. Mafarisayo na waandishi wakanung'unika wakisema, mtu huyu huwakaribisha wenye dhambi, tena hula nao. Kawaambia mfano huu akisema, ni nani kwenu mwenye kondoo 100 akipotewa na mmoja wapo, asiyewaacha wale 99 nyikani, aende amtafute yule aliyepotea hata amuone? Naye akisha kumuona humweka mabegani pake akifurahi, na afikapo nyumbani kwake huwaita rafiki zake na jirani zake na kuwaambia, furahini pamoja nami, kwa kuwa nimekwisha kumpata kondoo wangu aliyepotea. Akaweka hitimisho akasema hivi, nawaambia vivyo hivyo itakuwa na furaha mbinguni kwa ajili ya mwenye dhambi mmoja atubuye, kuliko wenye haki 99 ambao hawana haja ya kutubu. Yaani katika hizo tuhuma, Yesu alipopewa hizo tuhuma akatoa mifano mikuu mingapi? 3. Kondoo aliyepotea, shilingi iliyopotea na mwana mpotevu. Yote ni kujaribu kuweka msisitizo umuhimu wa kanisa kuwa kanisa akimuinjilisti. Bwana asifiwe sana. Aliwaacha wangapi? 99 kwenda kumtafuta mmoja. Kwa hiyo na sisi tuige kwa Yesu mchungaji mwema, tuondoke tukatafute kondoo waliopotea, kondoo wa nyumba ya Israeli na kondoo wa nyumba ya Samaria. Bwana asifiwe sana. Maana hao wote wanatafutwa, Wakristo waliorudi nyuma na wale ambao hawajawahi kabisa kumkiri nani? Kristo. Yesu anawahitaji warudi nyumbani. Ndio maana tumeimba tunarudi wapi? Nyumbani. Na hivyo siku ya leo jambo ikae mioyoni mwetu, kila mtu ni mlinzi wa ndugu yake. Tuendelee na taratibu zetu za kuombea wale ambao tunahitaji tuwape wito waje tena kanisani. Bwana asifiwe sana. Kila mtu huwa na angalau watu wangapi? 10. 5 mara 2, yaani 10. Waombee ndugu zako, jamaa zako, marafiki. Halafu usiishie tu kuwaombea, unawenda unawatembelea, afu unawaambia ninakuombea rafiki yangu za siku, Bwana nimekukumbuka, haleluya, nakuombea sana, siku moja ututembelee kanisani. Ngoja nashukuru. Siku ya kwanza hiyo, siku ya pili unamtembelea, siku ya tatu sio utaenda kumtembelea, unaenda naye kanisani. Twende leo kanisani, twende bwana tukasali wote wapi? Kanisani. Haleluya. Akija tayari Yesu anafanya miujiza fulani. Unajua sio kwamba uinjilisti sio kazi ngumu sana. Wale wanafunzi walikuwa wanasema tumemwona yule ambaye ameandikwa na Musa na nani? Na manabii katika Torati na Zaburi na manabii. Tumemwona. Kweli ni nani? Ni Yesu, anaitwa Yesu. Kweli kweli, twende, njoo. Tayari wamevuta. Na wao wanatamani waone. Wanapenda kuona, hakuna hata huyu anapenda kuona. Bwana asifiwe sana. Yaani unamvuta tu, njoo bwana, njoo. Mimi nisingekuja kanisani, isingekuwa rafiki yangu tunasoma naye sekondari. Kaning'ang'ania, kanifutafuta mpaka kanipeleka wapi? Kanisani. Sasa siku mbili ilikuwa siku ya Sabato ya wageni. Wakatukaribisha kwa furaha. Changa na vigere. Amen. Sasa niona mbona mimi sijawahi kufanyiwa hivi mahali pengine. Walivyochangamkia tu. Sasa siku nyingine akiniambia twende sio mzito sana, maana nafurahi kuchangamkiwa. Haleluya. Na kutabasamiwa kidogo. Unamkuta pale bawabu, yaani anafurahi kama mzee Willy Brother. Furahi kabisa yani. Sasa huyu ni binadamu au ni malaika fulani kakaa mlangoni? Bwana asifiwe sana. Kama rafiki yangu huyu anajua kutabasamu sana huyu. Hebu simama rafiki yangu.
Yaani huyu mimi nikimwona hata nikiwa nahubiri napata hamasa. Si mnaona hata ninyi wenyewe? Si mnaona? Haleluya. Yaani anatabasamu mpaka napata moyo wa kuendelea kuhubiri. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo Bwana ni mwema sana. Tusichoke kuwaleta watu kwa Yesu. Akifika tu hapa, hata mhubiri hajapanga, lakini anahubiri, anaondoka yeye amehubiriwa yeye peke yake. Yaani huwa ni muujiza fulani Mungu anaufanya. Ndio maana kila kanisa likiamua kuwa la injilisti, kila mtu akienda aje na mtu huyu mmoja. Yaani usihangaike kubeba wengi, wewe watakulemea. Watakuzamisha hata na wewe. Wanaokoa mmoja sio wengi. Sasa uangalie wanakuzamisha. Kwanza mmoja ni hatari sana. Wewe unang'ang'ania mmoja. Merudi. Bwana asifiwe sana. Ng'ang'ana na mmoja, ufe na kupona na huyu mmoja. Ukishamfikisha sasa nenda ka relax, maana Roho Mtakatifu anafurahi. Bwana asifiwe sana. Unakumbuka yule Filipo aliambiwa njoo, kuna mtu wangu. Niende wapi bana? Njoo. Roho Mtakatifu anamwambia malaika. Hapo baadaye anasema ni Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe sana. Kumbe saa nyingine Roho Mtakatifu anashuka kama malaika. Akamkuta mtu anasoma kitabu cha Isaya, alafu haelewi. Na yeye anaondoka tu, anaenda kule kwao Ethiopia, amekuja kuhiji kule Yerusalemu, na sasa anaenda wapi? Anarudi nyumbani. Sasa akaandamana naye, akamuuliza, yaani farasi linakimbia huku na yeye anakimbia pembeni. Unaelewa bwana, mimi nitaelewaje? Nakimbia. Mimi nitaelewaje bwana, haya maandishi sielewi. Alikuwa anaongea habari ya nani? Yaani farasi linakimbia na yeye anafanya nini? Akaambia, akastopisha farasi, njoo unieleweshe. Akapanda. Alipopanda akamuelewesha. Huyu ni mtumishi wa Mungu atesekaye, anaitwa Yesu. Na ndio hata ambaye amekuja hivi karibuni. Mmesikia habari za nabii kutoka Nazareti, miaka 3.5 tumekuwa naye hapa. Ni kweli na anasikia anaponya, ameponya. Bwana asifiwe sana. Na hatimaye amekufa msalabani. Kumbe yalitabiriwa kwenye maandiko. Ndio maana katika Isaya anasema, huyu ni kondoo wangu aondoaye dhambi za ulimwengu. Akamfundisha habari za nani? Za Yesu. Sema sasa jamaa mwenyewe ndiye anatoa wito, sio huyu mhubiri. Anasema maji ni haya. Ni kitu gani kinanizuia nisibatizwe? Yaani anayehubiriwa ndiye anatoa nini? Tunaona maajabu ya Mungu. Anayehubiriwa ulikuwepo pale anapohubiriwa kwamba yeye ndiye anatoa wito, sio mhubiri. Maji yako hapa, ni kitu gani kinanizuia nisifanye nini? Kwa hiyo yule alichofanya ni kumalizia tu, ni kama pasi amepewa tu, afunge tu. Maji ni haya, ni kitu gani kinanizuia nisibatizwe? Akasema hilo tu, ukiamini kwa moyo wako wote. Tunafanya nini? Ninaamini. Haleluya. Wakasimamisha gari, wakashuka wote, wakaingia kwenye nini? Kwenye maji. Batiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Alipozamishwa kwenye maji, jamaa akaibuka na furaha. Haleluya. Maana ni zaidi ya furaha ya Roho Mtakatifu. Jamaa ruka. Anafurahia. Haleluya. Sasa ile furaha anatafuta gari yake kaipande aende nchini kwao. Sasa amebadilika, ni mjumbe wa Yesu. Bwana asifiwe sana. Unaambiwa hivi, Ethiopia ni taifa la kwanza la Kikristo duniani. Ethiopia sio Rumi, wala sio Uyunani, wala sio Mesopotamia. Ni wapi? Alipoenda akafundisha kule, kulikuwa na ukoo wa Suleimani, akawafundisha habari za Yesu. Wote wakaitikia, taifa zima likaongolewa kwa ajili ya mtu huyu. Unajua Roho Mtakatifu alifurahi. Roho Mtakatifu alifurahi kiasi kwamba huyo mtu mmoja alipobatizwa, Mungu anaangaliaga mavuno yaliyo nyuma yake. Bwana asifiwe sana. Mwingine ni jasusi la kimataifa. Alienda kwa hujumu himaya ya shetani, akapigwa yote, nchi yote ikabatizwa. Wakawa nani? Wakristo. Bwana asifiwe sana.
Na Filipo alipomaliza hiyo kazi, sasa anaondoka. Sasa mimi nitarudije huko nilikotoka? Ni mbali. Akasema hakuna haja ya kurudi kwa njia za kawaida. Akaingia kwenye magurudumu ya Mungu, akampaita mpaka Kaisaria. Bwana asifiwe sana, haleluya. Mpaka wapi? Akasema wala usirudi huko Yerusalemu, kule mtaenda kurumbana mkiwa wengi. Wewe usirudi bila misheni, nenda mbele. Kuna wengine wanaondoka wanaenda kuanzisha makundi, na yale makundi yanageuka kwa nini? Makanisa. Mambo kukaa pamoja tu, mnatazamana kila siku tu, mnachekeana tu, mcheni mnaanza kurumbana. Huyu jamaa na matiku wakikutana, hebu simama, mnaanza kutumia nguvu kuvutana. Hebu shikana, mnatumia zile nguvu ambazo za uinjilisti, mnatumia kuvutana. Sasa mnavutana. Wewe kumbe yatakuwa zile nguvu zigawanyike, huyu apambane kwa huku na huyu naye apambane kwa. Mkileta wote ni sherehe, Yesu ameshinda kwa wote. Ule ugomvi unakuwa wa maana. Siku moja Shetani akasema, ngoja nikwamishe kazi, nagombanisha Barnaba na Paulo, maana umoja wa hawa jamaa utakuwa hatari kwa ufalme wako. Ngoja nifanye nini? Nimgombanishe Paulo na nani? Wakagombana. Na wewe umezidi sana. Huyu anamkandamiza Marko na huyu anamkandamiza mwingine anaitwa nini? Sila. Sasa hawa wakatengeneza timu ngapi? 2. Wakaondoka, huyu naye akaondoka na huyu. Hao ni Barnabas na Marko. Halafu huyu akaondoka kashikana na huyu. Huyo ni Paulo na Sila. Wakaenda huku tofauti. Hao nao wakaenda huku tofauti. Shetani akasema nimeweza. Umeweza, umeliwa kekundu. Yaani Shetani anasema nimefaulu, kumbe amefanya nini? Timu zimeongezeka, zimekuwa ngapi? Unaambiwa ilifika mahali mashitaka yanayokuja wanasema wale waliopindua ulimwengu miguu kichwa chini wamefika huku, tumekwisha. Bwana sifiwe sana. Mungu ni wa ajabu. Mungu ni nini? Wanasema teke linamsaidia nani? Kusonga mbele. Kwa hiyo Mungu atusaidie sana. Wakati mwingine magonjwa mengi sana yao kwenye kanisa yangetatuliwa kama watu wangeingia kwenye vita halisi. Na vita vikiongezeka, undugu unaongezeka. Upendo unafanya nini? Unaongezeka. Na kazi ya Mungu inasonga mbele, na watu wengi watakuwa hawarudi nyuma. Maana watakuwa ni wa kiroho, ni wa maombi. Watakuwa wanasoma Biblia ili watafute mafungo ya kuambia watu. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo watalazimika kunywa maji, watalazimika kula mkate wa neno, watalazimika kunywa maji kwa njia ya nini? Ya ushuhuda. Watalazimika kuvuta pumzi. Unapokimbia utajikuta unahema. Kumbe hiyo ni afya. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kwa mfano sasa huyu mzee akinenipa akikaliana. Sina tatizo akimbia. Haleluya. Ili kupata nini? Afya inaongezeka. Kama mama yangu huyu anavyoona. Sisi anatakiwa aruke kitu na chura. Bwana asifiwe sana. Anakuwa na afya. Bwana asifiwe sana. Kunakuwa na neema, kunakuwa na furaha, kunakuwa na uhai. Lakini maji yaliyotuama utashangaa baada ya muda yanageuka, yananuka. Sijui yametuama. Ndio watu nataka binya midomo. Mfyonya nini? Maji yametuama. Lakini yale yanayotembea katika milima na mabonde yanafurahi, yanaenda huko, yanasafishwa kwenye mchanga, magonjwa yanaisha, maji yanaendelea huko, yanafurahisha wanyama, mimea, wadudu, viumbe vya Mungu. Ni furaha. Bwana asifiwe sana. Ndio kanisa lipo kwenye mission. Kanisa lipo kwenye nini? Mission. Bwana asifiwe sana. Sasa kuna story inakuja iko njiani.
kupindua, kudumisha mishi, kudumisha mila. Haleluya. Mission, dumia mission. From kudumisha mila kwenda kudumisha mission. Kuna lugha fulani naitafuta hapo. Ngoja niishie hapo kwanza. Ni kupindua mila. Haleluya. Kwa njia ya nini? Au mishonari. Kila mtu aache mila ya alikotoka, amtafute Yesu. Awe kiumbe kipya. Bwana asifiwe sana. Wangaposema Mungu wangu nisaidie mwaka huu wa 2026 nifanye kazi ya Mungu, nilete roho angalau moja ije kanisani. Mungu akipenda wengi sawa, lakini angalau mmoja. Nyosha mkono. Nyosha mkono. Bwana, angalia hiyo mikono. Bwana awabariki sana. Tusimame tuombe. Baba yetu wa mbinguni, sifa na utukufu ni zako. Nashukuru kwa ajili ya hili kanisa. Hili kanisa ni uhai wa mtaa. Hili kanisa ni uhai wa uinjilisti. Hili kanisa umeliweka duniani kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Mbariki kila mmoja. Wabariki wa baba, wabariki wa mama. Wabariki vijana wa kike na wa kiume. Wabariki watoto wetu nao pia. Mission ya Roho Mtakatifu watawale. Ukatujaze Roho Mtakatifu na nguvu. Ukatuongoze katika kikao chetu cha leo, kikao cha mbaraka, kikao cha ujenzi, kikao cha urejeshwaji. Tunaomba na kuamini kwa jina la Yesu Mwokozi wetu. Amina.